Usiongee kama muuzaji wa kawaida. Kuna tofauti kati ya wauzaji wa kawaida na muuzaji bora. Huyu muuzaji wa kawaida focus yake kubwa ni muuzaji bora kuwahi kutokea kwa mteja. Ongea na kocha. Tumia funguo hizi 5 kuuza chochote kwa yeyote kwenye zama hizi, kwenye soko la sasa. Rafiki yangu, hongera na karibu sana kwenye mwendelezo wa vipindi vyetu vya Ongea na Kocha. Hapa ndipo sehemu pekee ambapo tunakutana watu wenye kiu ya kupata mafanikio makubwa zaidi. Kama kanuni yetu ambayo inatuongoza hapa ni maarifa plus vitendo ndio sasa na mafanikio. Ndio maana tunaanza kupata kwanza somo, tunafanyia kazi, mwisho siku ndio tunapata matokeo. Matokeo hayo ndio mafanikio. Na leo ndio ile siku ambayo tunaenda kujifunza funguo 5 za kuuza chochote kwenye soko lolote kwenye zama hizi. Na hii ni kwa sababu zama zimebadilika. Zama zimebadilika, soko limebadilika. Zamani miaka ya nyuma huko, mtu ambaye alikuwa na nguvu kubwa sana sokoni alikuwa ni muuzaji. Lakini kwa zama hizi sasa hivi mteja ndio mwenye nguvu kubwa zaidi kwenye soko. Na hii ni kwa sababu gani? Ya uwepo wa internet. Sasa hivi mteja kama anataka bidhaa au huduma, moja kwa moja anaanzia kwenye mitandao ya kijamii, kwenye Google anatafuta taarifa, then mpaka akija kwako maana ameshakusanya taarifa nyingi zaidi ndo anakuja. Lakini tofauti na kipindi cha nyuma, kwa sababu ya palikuwa hakuna uwepo wa internet, wauzaji walikuwa wana taarifa nyingi zaidi. Sasa kabla kuingia kuziona hizi funguo 5, ningependa nikupitishe hapo nyuma. Bado nakumbuka ni miaka 7 iliyopita huko, ilikuwa 2018 19. Ndio miaka ambayo niliingia kwenye ujasiriamali rasmi kabisa. Kwenye miaka hiyo niliingia kwenye ujasiriamali wa kutengeneza sabuni. Na mimi nilikuwa najua zama hizo ya ujasiriamali ni kutengeneza sabuni. Of course ni kweli nilijifunza kupitia vitabu, nilihudhuria semina, niliangalia video mbalimbali kuhusiana na ujasiriamali wa kutengeneza sabuni. Na hii niliona soko lipo kwa sababu watu wanatumia sabuni kila siku kwenye matumizi ya nyumbani. Kwa hiyo na mimi nikavutiwa kama wengine, nikaingia nikatengeneza sabuni. Kwa sabuni ilikuwa nzuri, nikaanza na pale nyumbani, nilikuwa nafanyia usafi pale. Sabuni zilikuwa za kudekia pia na za kunawia pia. Kaanza pale, sabuni ni nzuri. Sasa baada ya hapo nikasema basi acha niende sasa nikauze huko nje. Lakini nilichokutana nacho ilikuwa ni tofauti kabisa. Ili nikatisha tamaa kabisa. Kwa sababu nilikuwa naenda nagonga kwenye mageti ya watu, lakini nilikuwa nakataliwa sana. Paka ilipelekea kuna kipindi paka nikatukanwa. Na mama amefungua tu geti, unagonga geti wewe kama mwizi, wewe nikapurwa nini, hauna kitu cha kufanya. Of course nikatisha tamaa kipindi hicho, nikajisikia vibaya. Karudi nyumbani, nakumbuka hiyo siku paka kula nilichelewa kula kabisa, nikiwa natafakari inakuaje. Of course nilikuwa napigwa na jua sana, nazunguka sana, lakini matokeo yake yalikuwa ni madogo. Na hii ni kwa sababu gani? Na hii ni kwa sababu nilikuwa nimekosa kujua mbinu sahihi zama, na kujua kwamba zama zimebadilika. Na kibaya zaidi ambacho nakikumbuka mpaka kesho kutwa naisababisha nikaacha kabisa ile biashara kipindi kile, nilikutana na mtu ambaye na yeye anauza sabuni. Mtana naye tu akaniona, niambia vipi sabuni, naonekana sabuni zako nzuri, zako nzito sana, unatengeneza vizuri. Basi sawa, akaniadaa pale, unaonaje sasa ukaona nitengenezea, alafu sabuni na wateja wengi, mwisho siku niona kuuzia. Kwa sababu nilikuwa na hiyo kuzunguka mtaani na nimekataliwa, nikawa naogopa. Basi kiwalisia tukaingia makubaliano, mimi nikawa natengeneza.
sabuni anaenda kuuza. Siku ya kwanza alikuwa, siku ya pili akafanya vizuri, akanaleta hela. Na mimi nikasema yes, nimepatia bwana, biashara ni hii. Lakini sasa siku ya tatu jamaa mpaka saa 2:30 usiku namsubiria jamaa hajaleta hela. Nikasema vipi, hebu acha nimpigie. Kumpigia simu haipokelewi. Nikajaribu kumfuata kule alipo, nikafunga safari, nimeenda mpaka kule alipo. Mwisho wa siku nikaambia yule jamaa amehama usiku wa kuamkia jana. Sasa wewe iliniuma sana. Ndio hapo nikaamini kwamba nimeshapoteza. Sasa na mtaji wote yeye ndo alikuwa nao kama hivyo, sababu nilikuwa nategemea iuzwe then ndo niweze kutengeneza nyingine, ninunue bidhaa zile za kutengenezea. Kisha siku nikawa nimepoteza. Sasa baada ya kupoteza, mimi napendaga kuwa najifunza. Ndo nikakaa chini, najua ni wapi ambapo nimekosea. Nikaja nikagundua bwana, kiuhalisia nimepata changamoto hizi ni kwa sababu nilikuwa sina mbinu sahihi za kuweza kuuza bidhaa. Nilikuwa natengeneza vizuri, lakini nilikuwa napata changamoto kuuza. Na hii changamoto ndio wajasiriamali wengi na wafanya biashara wengi wanazikumba kwa sasa, kwa sababu nilikuwa sijui kwamba soko limefanyaje, limebadilika. Lakini ningezijua mbinu hizi kipindi hiko, miaka hiyo, basi naamini kabisa ile biashara ingekuwa ni kubwa sana kwa kutokea. Basi sawa, ndo maana nimekupa tulisha kwenye story hii ili uweze kuamini kwamba somo la leo ni funguo haswa za kuweza kukutofautisha wewe sokoni. Ukiweza kuzitumia funguo hizi, basi utaweza kuongeza mauzo mara 2 zaidi kwenye kile ambacho unakifanya. Sasa funguo ya kwanza, bila kupoteza muda, inaitwa usiongee kama muuzaji wa kawaida. Usiongee kama muuzaji wa kawaida. Unajua una tofauti kati ya wauzaji wa kawaida na muuzaji bora kuwahi kutokea. Muuzaji wa kawaida wako wengi sana. Hata ukizunguka huko wachinga utawakuta watu wanaongea. Usiongee kama muuzaji wa kawaida. Muuzaji sasa, tofauti yao ni nini sasa kati ya muuzaji wa kawaida na muuzaji bora kuwahi kutokea? Huyu muuzaji wa kawaida focus yake kubwa zaidi iko ni kwenye bidhaa au huduma ya kile kitu anachokiuza. Yaani ndio focus yake kubwa zaidi. Ndio ipo hapo. Yaani anaipigia hesabu fedha ya mteja. Lakini muuzaji bora kuwahi kutokea focus yake kubwa zaidi ipo ni kwa mteja. Sasa umeshaanza kuona utofauti hapa. Hebu fikiria, una wauzaji wawili. Wanauza kitu kimoja ambacho kinafanana. Bei sawa, bidhaa ni ile ile. Bidhaa A. Muuzaji wa kwanza, mteja amekuja. Anambia karibu, mteja anamwambia nataka hii hapa. Anambia hii unaipata tu kwa 500,000. Labda tuashumu labda ni TV. Hii unaipata tu kwa 500,000 hii. Mteja anamwambia basi mbona ghali sana? Ndio bei yake. Akaishia hapo. Akaja sasa kwa muuzaji wa pili sasa. Kuja pale anamwambia hii hapa unauzaje? Akamwambia mama, kabla ya kukuuzia ningependa kwanza nijue hii TV ulikuwa unataka ununue kwa ajili gani? Ya matumizi ya nyumbani tu au kwa ajili ya biashara? Biashara labda ya kuoneshea mpira huko. Ndio. Anamuuliza maswali. Mama anamwambia pale nyumbani mimi nina TV. Lakini hapa nataka kwa ajili ya biashara. Kwa ajili ya biashara. Okay. Sasa kulingana na unataka TV ya biashara, basi hii haitakufaa. TV nzuri ya biashara, chukua hii hapa. Umeiona hii hapa? Hii hapa ni nzuri sana. Na watu wengi wanaichukua na wanatumia na wanaleta shuhuda nzuri zaidi. Emfikiria ingekuwa ni wewe sasa. Ungenunua kwa muuzaji upi? Muuzaji wa kwanza au muuzaji wa pili? Of course muuzaji wa pili. Na ni kwa nini?
Kwa sababu huyu muuzaji wa pili focus yake kubwa ilikuwa kwa nani? Kwa mteja, kutaka kumjua kwanza mteja. Kutaka kumjua kwanza mahitaji ya mteja. Huyu anataka nini hasa? Lakini huyu muuzaji wa kwanza alikuwa amekariri kwamba anataka TV, basi nimuuzie hiyo hiyo. Ndio maana tunakutana na vipingamizi vingi sana. Umeshaanza kuona tofauti Lakini zama hizo miaka ya 90 kule muuzaji ndio alikuwa na taarifa nyingi zaidi. Muuzaji ndio alikuwa anaongea kama chiriku, yani ampe pumzi mteja hata kumsikiliza mteja, na walikuwa wanaamini kipindi hiko. Kwa hiyo kama na wewe unataka kuongeza mauzo yako mara 2 zaidi yalivyo sasa, usiongee kama muuzaji wa kawaida. Ongea kama muuzaji bora kuwahi kutokea. Muulize mteja maswali, msikilize mteja, ujue kile ambacho kinataka kumsaidia, kwa sababu lengo lako wewe kama muuzaji bora kuwahi kutokea ni kumsaidia mteja kufanya maamuzi. Maamuzi yao na nini? Maamuzi ya kununua. Ndio basi sawa, utatumia funguo hiyo. Funguo ya pili ni ongea kwa 30% tu, kisha sikiliza kwa 70%. Rafiki yangu, tulivyoumbwa tumepewa masikio mawili na tumepewa mdomo mmoja. Na hii ni kwa nini? Ili tusikilize zaidi kuliko kuongea. Ukiwa muda wote unaongea, hautaweza kumwelewa mteja, kwa sababu manake hautakuwa unajifunza kama muda wote unakuwa unaongea. Lakini ukiwa msikilizaji, basi utamsikiliza mteja na utamuelewa vizuri. Kwa hiyo ongea kwa 30%, sikiliza kwa 70%. Na hii utaifanyaje? Kwa kumuuliza maswali. Tena maswali hayo ni maswali ya kimkakati. Ukiweza kuelewa vizuri kuuliza maswali ya kimkakati, basi utamuelewa mteja. Utajua maumivu yake. Ukishajua maumivu yake, inakuwa ni rahisi kumshawishi kununua kile ambacho unataka kumuuzia. Moja kwa moja, hata mapingamizi yenyewe yatapungua. Lakini sasa zama za zamani, zama hizo wauzaji walikuwa wanaongea kama chiriku. Wauzaji yani hawataki kuelewa chochote kuhusu mteja. Kwa sababu muda mwingi walikuwa wanaongea, walikuwa wameifanya vice versa. Hii formula. Wenyewe wanaongea 70%, afu wanasikiliza 30%. Lakini zama hizi ukitumia mbinu hizo hapo, of course utafeli. Kwa hiyo wewe kama muuzaji bora kuwahi kutokea, kama unataka kuongeza mauzo yako mara 2 zaidi, kama unataka kuuza zaidi, basi jifunze kuwa msikilizaji mzuri. Muulize mteja maswali mengi, kisha mteja ndo wao anajielezea. Sasa kuna mwingine anaweza kawa anafikiria, anajiuliza mara 2. Sasa tasikiza vipi mimi nauliza maswali tu mteja anazungumza? Yes. Iko hivi. Kwa mfano unaongea na mteja kwenye simu. Umezungumza naye, yeye mteja, kuna wateja wajanja, wenyewe walikuwa wanaulizaga maswali tu. Wanakuuliza maswali, wewe kama muuzaji unamjibu yale maswali. Unamjibu maswali. Anauliza swali hili, umejibu B afu unanyamaza. Kauza hii, umemjibu, unanyamaza. Alafu yani manake ndo ana control yale mazungumzo. Sasa hilo ni kosa kubwa sana. Sasa wewe kama muuzaji bora kuwahi kutokea, inatakiwa mteja akakuuliza swali, jibu swali, halafu muulize swali. Hakikisha mteja mara zote yeye ndo anazungumza zaidi. Na hapo ukifanya hivyo, basi itakuwa ni rahisi kumtenganisha na fedha zake. Ukifanya kinyume chake, mauzo yatakuwa ni duni. Sawa. Huo ni ufunguo wa pili. Niingia kwenye ufunguo wa tatu. Sasa ufunguo wa tatu ukiweza kuelewa vizuri,
basi itakurahisishia sana kuuza chochote kwa yeyote wakati wowote. Funguo hiyo ni kumbuka, wateja hununua chochote ili kutoka kwenye maumivu. Wateja hununua chochote kutoka kwenye maumivu kuliko kuingia kwenye nini? Kuliko kuingia kwenye raha. Uhalisia ndio ulivyo. Hebu rafiki yangu pata picha, umeenda hospitalini. Umeenda kuonana na daktari. Umefika pale daktari, unakutana na daktari pale, amekukaribisha tu. Amekukaribisha, alafu ule daktari anaanza kukuuliza maswali. Unajisikiaje? Unaweza kumjibu, mimi najisikia vizuri. Labda najisikia vibaya. Nakwambia okay. Ni nini ambacho kinakuuma? Kichwa tu kinaniuma. Kimeanza lini? Kimeanza tokea jana. Ninajisikia tu vibaya. Je, kuna dawa yote ambayo umetumia? Nitumia tu paracetamol. Okay, vizuri. Yule daktari yuko na notebook yake pale, anakuwa anaandika vile ambavyo unamjibu. Ndio, anakuwa anaandika pale. Alafu mwisho wa siku anakupendekezea sasa. Sasa kulingana na changamoto yako, dawa hii hapa ndio inaweza kufanyaje? Inaweza kukufaa. Anakuandikia dawa, nenda kachukue pale. Of course, yule daktari utamletea kipingamizi chochote? Hapana. Na hii ni kwa sababu gani? Fokasi yake kubwa, ameanza kwanza ni kwako, amekuuliza maswali, amejua changamoto yako, maumivu yako. Ndivyo ulivyo pia kwenye mauzo. Kwa hiyo hakikisha na wewe kama muuzaji bora kuwahi kutokea. Uza kama daktari. Uliza maswali mengi zaidi. Uweza kujua maumivu ya mteja. Pesa, wanasema pesa ipo kwenye maumivu. Kama hakuna maumivu, hakuna mauzo. Kama hakuna maumivu, hakuna mauzo. Ukiona unakutana na pingamizi mengi sana ya wateja, ni kwa sababu hujaweza kugusa maumivu ya wateja. Unagusaje maumivu? Hakisha unauliza maswali. Uliza maswali mara nyingi zaidi. Maswali ya kimkakati. Kwa hiyo muuzaji bora kuwahi kutokea, hakisha mara zote unajua maumivu ya wateja kwa kuuliza maswali. Sasa tutajifunza kwenye hiyo funguo namba 4. Ndio funguo ambayo ni muhimu zaidi. Kama hizi nyingine ushaweza kuzisahau huko, inabidi uweke umakini wako hapa. Ujifunze hii funguo namba 4. Hii ndio funguo ambayo nimekutana na wauzaji wengi sana wakati huko tunawatrain wafanyakazi. Wengi wauzaji wana changamoto hii. Yani hawajuagi maumivu ya wateja. Wanajua kuuliza maswali. Ni sawa kuuliza maswali. Sasa maumivu ya mteja unayajuaje? Yani maumivu ya mteja mpaka yule mteja yani ujue kabisa ndani ya huyu mteja huyu haya ndio maumivu yake moja kwa moja. Walikuwa wanapata changamoto sana. Sasa tutakuja kujifunza muda wote, tambua maumivu ya kiwango cha 3. Hao maumivu ya kiwango cha 3 unayajuaje bro? Hao maumivu ya kiwango cha 3 unayajuaje? Unajua. Sasa nguvu iko kwenye maneno mawili. Kwenye maumivu ya kiwango cha 3. Maumivu kiwango cha 3. Maneno hasa na sana. Unajuaje sasa? Unaanza kwa kumuuliza mteja. Kwa mfano, rafiki yangu, ningependa tu kujua ni changamoto gani hasa ambayo inakunyima usingizi na unataka kuitatua. Of course, kama kipato chake ni kidogo, mwambie kipato changu hakitoshi. Mwingine atakwambia changamoto yangu labda ni madeni. Ukishajua kabisa huyu kipato chake ni kidogo, inakuwa ni rahisi wewe kumpendekezea mbinu ambazo zitamsaidia kuongeza kipato chake. Kama yuko kwenye madeni, moja kwa moja unaweza kumpendekezea njia ambazo zitamsaidia kutoka kwenye nini? Kutoka kwenye madeni. Kwa hiyo namna hiyo ndio kujua maumivu. Sasa hii maumivu ya kiwango cha 3 ni yale maumivu ambayo yanamkosesha yule mteja au mlengwa usingizi. Yanamkosesha
usingizi. Kivipi sasa? Tutolee mfano. Leo hii hapa kuna mtu anadaiwa, ana madeni. Kwa mfano wewe mwenyewe una madeni, si ndio? Unadaiwa. Alafu unaambiwa ikifikia siku ya Ijumaa usipolipa ile deni, Ijumaa kabla saa 6 na ulikuwa umeweka nyumba yako, labda umeweka rehani, hii nyumba tutakuja tufanye, tutaifisha. Baada picha, labda leo ni Juma ngapi? Leo ni Jumatatu, si ndio? Imefika, hebu niambie, kuanzia leo Jumatatu hapo inafika Alhamisi jioni na hujapata ile hela kulipa ile deni, utapata usingizi kweli? Alafu sasa katokea muuzaji bora kwa kutokea kabla ile usiku, anakuambia bwana, kuna njia hapa ambazo naweza nikakupa ikakusaidia kuweza kulipa ile deni. Ukiweza kuzifuata njia hizi, basi unaweza kulipa deni na kesho utaweza kufanyaje? Nyumba yako haitaweza kutaifishwa. Moja kwa moja, hebu niambie, hata kama anauza kiasi fulani, moja kwa moja anaweza kununua kile ambacho anamuuzia, hizo mbinu moja kwa moja. Kwa hiyo ndio ilivyo pia hata kwa kile ambacho unakiuza, bidhaa au huduma. Hakikisha mara zote unajua maumivu ya kiwango cha 3. Maumivu ya kiwango cha 3 kutoka kwa wateja wako. Ukifanya hivyo, itakurahisishia na kuepuka mapingamizi. Mapingamizi mengi haya ambao wauzaji wengi wanakutana nayo kwa sababu wanashindwa kujua maumivu ya kiwango cha 3 kutoka kwa wateja. Uliza maswali kwa kuchimba zaidi. Kuchimba zaidi. Uhakikishe paka unajua kabisa kile ambacho kinamnyima usingizi mteja. Kwa mara zote kama muuzaji bora kwa hiyo kutokea, chimba ujue maumivu ya wateja. Sawa, funguo ya 5 na ya mwisho. Hii ndio funguo ambayo pia inaweza kutenganisha kabisa na washindani wako. Washindani wako wanauza kimazoea, bado wanatumia mbinu zile za zamani. Lakini leo hii ukiweza kutumia moja hii funguo, pia inaweza kukutofautisha kabisa na ukaweza kuongeza mauzo yako. Funguo hiyo, usiuze bidhaa yako kwa kila mtu. Usiuze bidhaa yako kwa kila mtu. Yes, usiuze bidhaa yako kwa kila mtu. Uko sahihi kabisa. Iko hivi rafiki yangu. Kwa mfano, uko uwanjani wakati wa usiku kabisa. Labda tuseme ni mida ya saa 3 usiku. Uwanjani pana giza kali. Alafu mwisho wa siku, wakati unapita, labda tuseme ulikuwa una taa. Pita ikatokea mwizi anataka kukupokonya labda ni simu au kile ambacho ulikuwa umekibeba. Yule mwizi alikupokonya alafu akakimbia. Sasa pembeni yako hapo ukaona kuna mawe, unataka kumpiga, chukua jiwe, unataka kumpiga moja kwa moja. Sasa utajuaje kwamba umerusha yale mawe? Umerusha kama mawili, alafu unampiga yule mwizi akimbia, mpiga. Utajuaje kwamba lile jiwe limempata yule mwizi? Utajuaje? Rafiki yangu, utajuaje? Baada ya kusikia mlio, ndio. Ukisikia mlio, ndio kabisa tayari umeshampata. Sasa ndio ilivyo pia kwenye mauzo na masoko. Target yako kubwa, target kwa wale wateja ambao wana uhitaji na maumivu ya kile ambacho wanauza. Ukitarget kwa yeyote, siku kwa mfano kama umerusha mawe, hauwezi kujua ni upi ambao unasaidia. Kwa sababu gani? Tofauti iko hivi. Tolee mfano mwingine ambao uko ni rahisi zaidi. Si ndio? Labda unauza bidhaa. Kwa hiyo bidhaa ambao unauza, umeiuza, umetarget wateja, mteja kaja ofisini kwako au dukani kwako.
bwana anataka hii bidhaa labda ya Shumu ni bidhaa ya kupunguza uzito. Si ndio? Kwambia hii bidhaa shingapi? Hii bidhaa labda unaipata labda kwa 50,000 tu. Unaipata kwa 50,000. Ndio basi kipatie. Lakini sasa unaweza kumuuliza yule mteja, baadaye mteja anachukua, unamfungia. Anakuambia hii bidhaa bwana itanisaidia kweli mimi kuwa mnene. Itanisaidia mimi kuwa mnene. Anakuambia unauza mnene. Anamwambia bosi, hii hapa itakusaidia kufanyaje? Kupunguza uzito. Mimi nataka labda niwe mnene. Sio mimi ni kimbaumbau. Nataka ambayo itanisaidia kupunguza mawele. Na unamwambia hamna, hapo bora badilika. Unamwambia hii itakusaidia bwana. Usiwe na wasiwasi. Hii tumia tu itakusaidia. Hata hii pia inasaidia pia watu kuwa wanene. Basi mteja kwa sababu anakuamini wewe na umeshaifunga, amekupa hela. Basi hao wanasema ameshafanya mauzo, atajua mwenyewe. Unamfungia, anaenda kutumia kule. Anaenda kutumia mpaka imeisha. Amezidi kuwa kimbaumbau, kakonda. Kakonda zaidi. Sasa wenzake wanamuuliza, "Vipi bora kuna dawa nimetumia kule?" Imenikondesha zaidi. Anarudi. Anamwambia bora wewe umenipa dawa ndio imenikondesha wakati mimi nilikuwa nataka niwe mnene. Wewe ni tapeli sana, mnaanza ugomvi pale. Right, ingekuwa umemwambia bwana hii haitakusaidia. Hii haitakusaidia kuongeza unene. Kama unataka kuongeza unene hata kama huna, ungempendekezea bidhaa nyingine, aenda hata kwa mtu mwingine, hata kwa washindani wako ni sawa tu. Angeenda kule na wewe angekuchukulia kama mshauri na kumsaidia. Sio kwa lengo la kumuuzia. Kwa mfano hapo umeshachukua hela yake. Mwisho wa siku umeshapoteza ule mteja. Kwa sababu lengo la mazumuni ukishamuuzia ule mteja, unatakiwa muuzie mara moja. Arudi tena na kuletea wengine zaidi. Hebu pata picha, yule mteja akachukua ile dawa, ikaenda kumsaidia. Na wale marafiki zake ambao walikuwa wanamuuliza, "Mbona sasa hivi umebadilika? Jamaa sasa hivi umenawiri sana." Angekuletea pia wateja wengine wa rufaa. Na kuongeza mauzo. Lakini sasa wewe kwa sababu una target kila mtu, wewe lengo lako ni kuuza tu. Moja kwa moja unapoteza mauzo hivyo na unapoteza mteja. Okay rafiki yangu, hongera sana kwa kuweza kushiriki kipindi hiki mpaka muda huu. Na hii inaonyesha ni kwa jinsi gani ulivyokuwa makini sana. Na ni mtu ambaye unataka kupiga hatua kubwa zaidi. Sawa, hayo utaenda kufanyia kazi na utapata matokeo. Tumejifunza ni funguo 5. Funguo 5. Tutakupitisha kwa haraka hizo funguo 5. Ya kwanza tumesema usiongee kama muuzaji wa kawaida. Ongea kama muuzaji bora kuwahi kutokea. Tukajifunza pia ongea kwa 30% tu, kisha sikiliza kwa 70%. Si ndio? Lakini ya 3 tukajifunza kumbuka wateja ununua chochote ili kutoka kwenye maumivu na sio kuingia kwenye raha. Ya 4 tukajifunza muda wote tafuta maumivu ya kiwango cha 3. Na mwisho kabisa tukasema usiuze bidhaa yako kwa kila mtu. Si ndio? Usiuze bidhaa yako kwa kila mtu. Okay. Hongera na karibu sana kwenye mwendelezo wa vipindi vyetu hivi. Usiache kulike, usiache kusubscribe na usiache pia kushare kwa wengine zaidi ili waweze kuendelea kujifunza. Okay, karibu.